nasikia yote shawaka basi. Ni Ijumaa Julai 3 mwaka 2026. Hii ni MTV online ikikutangazia toka mashariki mwa DRC katika eneo la Uswahilini katika ukanda wa maziwa makuu na Afrika ya Kati na Mashariki. Matangazo yetu ikikujia mbashara kupitia mtandao yetu ya kijamii na redio washirika. Karibu kuungana nami mwanzo hadi mwisho. Na je, tumekuandalia nini hivi leo? Alhamisi jana, ikiwa katika maeneo ya Kahusa, Bahati, Musanga, Erasto, mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na ICM 23, endelea kuhamasisha wakazi wote eneo analodhibiti kuhusu hatari ya ugonjwa wa Ebola. Ebola iko na uwa watu Beni na Butembo na Ituri. Ebola iko na watu 3 wauliwa na wengine zaidi ya 20 kufariki kufuatia shambulizi la kundi la ADF huko mkoani Ituri. Hali ya huku inakuwa mbaya, hali ya hewa inakuwa mbaya huku kwetu. Sio hayo tu, kuna mengine mengi ya kisiasa huko ambayo tumekuandalia huko Kinshasa na mapigano tarafani Fizi. Karibu kuungana nami nikiitwa Abel Tsongo, twende wote. Na asante kuichagua MTV, kituo bora cha matangazo katika lugha adhimu la Kiswahili. Ila kumbuka pia kuwa matangazo haya pia yanakujia pia katika lugha la Kinande. Moja kwa moja taarifa zetu zaanzia kama kawaida na mapambano dhidi ya Ebola. Ebola ambayo kwa sasa ni tishio kubwa kwa maisha ya maelfu ya wakazi kufuatia Ebola kushuhudiwa eneo kadhaa mashariki mwa Kongo. Bahati Erasto Musanga, mkuu wa mkoa wa ICM 23, aendelea kuhamasisha wakazi wote eneo analodhibiti kuhusu hatari ya Ebola. Hii Alhamisi alikuwa eneo la Kahusa. Ebola iko na uwa watu Beni na Butembo na Ituri. Ebola iko. Ebola haina dawa. Ebola haina vaccine. Ebola ni kukua basafi. Bapasteri mutie mai karibu ya makanisa, mutie sabuni kama mtu anaingia mkanisa na nawa, na kama natoka mkanisa ananawa pia. Mnasikia population? Ndio. Ni Bahati Erasto Musanga, Erasto ambaye alizungumza na wakazi. Tukibaki huko Kahusa, ni kwamba wakazi wa vijiji hivyo vya Masisi waomba kujenga umoja kwa ajili ya amani na usalama na maendeleo, wito unaotolewa na Bahati Erasto Musanga, gavana wa sehemu moja ya Kivu Kaskazini, hasa eneo la M23. Tunawaomba watu wapiganishe ubaguzi wa ukabila. Watu wapiganishe ubaguzi wa ukabila. Watu wayue kama ubaguzi wa ukabila huwezi fikisha watu kukitu. Hakuna mtu mwenye alichaguliwaka azaliwe ni kabila fulani. Hapa kuko ba mama tunaweza wauliza kama anabeba mimba siku ya kwanza, anaiwaka kama atazala garso wa rafi, habiyuwaki. Huko habaendake kwa ekografi, ni kuchunga keenda zala ikimani muhaya la chakira. Na mutu akeumbiwa hayuwake kama hakuna mtu mwenye anachagulaka kama tatokaka mkabila fulani. Kama uko napiganisha mtu juu ya kabila yake, unakuwako uko napiganisha Mungu, kwani ule mtu alitiliwa na Mungu. Lakini mkabila zote muko watu babaya. Watu babaya wenye wako mkila kabila, mtu akifanya kosa, ile kosi kwa ya ule mtu sawa individu, watu wa muazibu sawa mtu mwenye alifanya kosa, lakini kosa wasiatribuwe kwa community yake. Juu community yake iko nje njoo yenye limutuma kuiba mbuzi wala nguruwe wala kuua watu. Alienda kwa sawa bandi. Tunabaomba watu upendo, watu wapendane, watu mkue umoja, mtie umoja mbele. Musanga ameomba hata hivyo kwa makundi yenye silaha hasa FDLR kusalimisha silaha na kurudi nchini mwa Rwanda.
huku serikali ya Marekani ikiomba pande zote mbili kuwanyang'anya silaha. FDLR ni tishio kwa usalama wa mashariki mwa Kongo DRC, hasa taifa la Rwanda. FDLR ikiwa chanjo cha mzozo wa muda mrefu kati ya Rwanda na DRC. Na moja kwa moja tuelekee huko Mombasa ambako watu 3 wafariki dunia na wengine zaidi ya 20 kutekwa baada ya shambulizi ya watu wanaozaniwa kuwa ADF iliolenga vijiji kadhaa vya migodi katika eneo la Babila Bakaiku wilayani Mombasa mkoani Ituri. Mwandishi wetu wa habari Erasto Sivihwa na ripoti zaidi. Watu 3 wafariki dunia na wengine zaidi ya 20 kutekwa baada ya mashambulizi ya watu wanaodhaniwa kuwa ADF iliyolenga vijiji kadhaa vya migodi katika ukoo wa Babila Bakaiku wilayani Mombasa mkoani Ituri. Ramsi Malikidogo, mratibu wa mashirika ya kiraia wilayani Mombasa, asema hali ni mbaya na ya wasiwasi kubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara inayotelekezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ADF. Kisha mauaji ya muhuni ADF siku ya kwanza iliyopita, bila ya watu ambao wameweza kuuawa imeweza kuongezeka kwa kuwa adui aliweza kuatake kariere 5 ambazo zinapatikana ndani ya grupe Bakaiku msheferia Babila Babombi. Adui aliweza kuatake mji wa Itembo ambapo akaua watu 3, akaatake Tepe kwenye aliua watu 2, na adui akafika Pangoi kwenye aliweza kuchoma nyumba za wakaaji, akachoma nyumba za wafanyabiashara na akabeba vitu ya wafanyabiashara, akabeba vile vile hata dawa, na akafika Itembo vile vile akafanya hivi vitendo na akalunguza nyumba za wakaaji na kubeba vile vile wakaaji. Kuna wakaaji karibu 15 ambao wameweza kutekwa nyara na adui na wakaweza kumsaidia kwa kubeba vitu ambavyo ameweza kupie. Manusuru wasema kijiji kizima cha Pangoi kilichoma moto na wapiganaji hao, huku wakisema idadi ya vifo huenda kuongezeka baada ya msako na ukaguzi zaidi. Hara Pangoyel, Pangoisha Lungula, Pangoi preske yote shawaka basi. Hara yao huku nakuwa mbaya, hara yao nakuwa mbaya huku kwetu. Mone tu mugina Pangoi moyangali, mugina Pangoyel. Kwa gisi shakuwa, preske manyumba zote zisa waka. Washaribisha basi, washaribisha. Hara hewa huku basi nakuwa ovyo ovyo, Pangoi yote nje inalungula, Pangoi inalungula. Basi, tunangoja tu endervasio wa soda. Wakaazi waomba serikali kupitia jeshi lake FRDC kuwapa usalama wao. Mashirika za kiraia zatoa tahadhari kwa wakulima wanaopatikana Makumo, Matoto, Marok, Tep na maeneo za pembezoni kuwa makini kutokana na uwepo wa wapiganaji wa ADF. Na adui aliweza kujelekeza jana siku ya 4 pande za Maroke kwenye aliweza kukuta watu na waweza kukimbia, akachoma nyumba za wakaaji pale, na kwa sasa adui amejelekeza pande za Mabutua kwenye hatujui kwa sasa kama hali ya huko iko namna gani. Na ndio maana tunatoa mwito kwa watu wote ambao wanapatikana ndani ya hizo maeneo, kwa kuwa adui haiko nafuatiwa, adui mpaka sasa iko nazunguka, wawe makini na zaidi sana wasogee ndani ya hizo maeneo, na tunaita jeshi waweze kufuata adui kwa kuwa hizo maeneo zinaweka watu wengi, adui asije akafanya maafa kwa watu ambao wanapatikana ndani ya hizo maeneo. Erasto Sivihwa Marcel, mkoani Ituri, MTV News. Namni ripoti yake Erasto Sivihwa Marcel. Na tuvuke ziwa twende Kivu Kusini, huko tuelekee huko Tanganyika na kupanda milima ya Fizi na Itombwe ambako taarifa kuwa ni wakazi wengi wa vijiji vya Mlima na Pwenzero kusini magharibi mwa tarafa la Fizi ambao idadi yao bado kujulikana wafariki dunia leo Ijumaa tarehe 3 Julai kwa shambulizi la ndege zisizokuwa na rubani wakati wa mapigano kati ya jeshi la Kongo na AFC M23, mamlaka ya eneo yamesema. Mwandishi wetu kutoka huko Kivu Kusini Thompson Unji Batangalo William na ripoti kamili. Wanawake wengi wakiwa wajawazito, watoto wadogo, wazee kwa vijana ambao ni raia wasio na hatia wameuliwa asubuhi mapema ya Ijumaa hii Julai 3 katika vijiji vya Mlima, Pwenzero na viunga vyake. Ni kutokana na mabomu na shambulizi za ndege zisizo na rubani za AFC M23 kama yalivyotaja mamlaka ya tarafa la Fizi mbele ya vyombo vya habari hii leo.
Samika Lonjibadi Banga, diwani wa tarafa la Fizi, ameviambia vyombo vya habari kwamba leo tarehe 3 Julai hali ya usalama tarafani Fizi ni tete hadi muda huu tunaopanda ewani. Ametaja kwamba uko Minembwe na viunga vyake ni mtuto wa makombora na ndege zisizo na rubani ambao husikika. Hali sio nzuri kwa sababu mobilimo birefu ya tarafani Fizi ngambo ya Minembwe makombora ilipikwa na kulumiza wa raia wengi sana ku village ya Mulima na Point Zero, ni village zenye ziko mu groupement ya Basilocha mu sekta ya Tanganyika. Kalonjibadi Banga aliendelea kuzungumza kuwa AFC M23 imerusha makombora toka Minembwe hadi Wanlima, Point Zero na kando, huku ndege zisizo na rubani zikifanya viroja kwa raia wasio na hatia. Matokeo yalikuwa mabaya kwa wananchi, diwani anasema. Watu wengi walifariki, zaidi watoto wa shule wenye walikuwa wanatarajia kupewa alama zabo za mwisho ya mwaka. Kuna mavituo vya afya vilikuwa na vaccination. Wajawazito wengi walihudumia na wengi walifariki. Kuko wazamini wa mashirika mbalimbali walikuwa wana enregistre watu wa kupokea misaada mbalimbali. Parmi hapo kuko wenyewe walilumia na kuko wenyewe walichomoka, na wadeplacer interne wengi walilumia ngambo ya Mulima na mabomba ya kutoka na mavion de chasse. Aliongeza kufasiria kuwa nyumba nyingi za wakahazi zimebomolewa asubuhi na mapema hii leo, wakati wananchi wakianza kujielekeza mashambani. Watu walikuwa wanaenda mashambani, manyumba za mingi zilibomolewa, mashamba zilibomolewa, mamifuko, mambuzi na mangombe zilikufa. Masomo za mingi zilipikwa mabombi na masante. Leo asubuhi tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 ku village ya Mulima na ku village ya Point Zero. Kalonji anatoa wito kwa jeshi, wazalendo na Umoja wa Mataifa. Tunaomba jeshi letu la Kongo na wazalendo wetu kubakia imara kwa kuombania nchi yetu, na kwa Umoja wa Mataifa tunaomba ya kwamba wajikaze kwa sababu vita ilianza. Amemaliza kusema kwa kuilaumu serikali ya nchi ya Rwanda kwa sababu Rwanda ni nchi yenyewe heshima yake mikataba. Rwanda iko na kiburi kulisha sinye akoro ya Washington. Vuguvugu na shirika la kutetea wanyonge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaloitwa V5 ladai kuhuzunishwa na mauaji ya raia. Vyanzo vinavyosogelea Twirwaneho vinasema kwamba havilengi raia bali FRDC na wazalendo, vikisema AFC M23 haina ubaguzi kwa wakahazi bali ni kulinda raia, na wakiendelea kushutumu jeshi la taifa na wazalendo wakisema kwamba ni wao ambao wanatarisha usalama wa raia katika misitu ya Uvira, Fizi na Mwenga, pia mashariki nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku FRDC na wao wakilahumu Twirwaneho AFC M23 kwamba hawaheshimu mikataba. Shambulio hilo la leo lilisababisha raia wengi wa Mlima, Towetowe, Point Zero na pembezoni mwao kufunga mikeka na kuanza kukimbia kutokana na usalama. Wamoja wamekwenda huko Fizi Center, Alembelembe, Amatongo, Ananda, Nkela, Ichula, Walumanya na Balaa Mboma. Nikiripoti kutoka Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi ni Thompson Unjibata William, MTV1 Online. Namni ripoti yake Thompson Unji Batangalwa akiripoti kutoka huko Kivu Kusini. Na tukamilishe matangazo yetu ya leo na habari kutoka huko mjini Kinshasa, ambako Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yuko ziarani nchini DRC tangu Alhamisi ya Julai 2 kukutana na Rais Felix Tshisekedi wa DRC. Katika mazungumzo kati ya viongozi wa nchi hizo mbili, Rais Tshisekedi azungumzia swala la haki za binadamu huku Afrika Kusini zaidi sana kuhusu
wakongomani waishio katika nchi hiyo. Rais Felix Tshisekedi ametaka kutumika kwa mbinu hiyo yenye usawa katika usimamizi wa wahamiaji wasio na hati halali, ikiwa na misingi ya kuheshimu haki za msingi na maadili ya udugu wa Kiafrika. Rais wa Afrika Kusini amehakikisha kwamba serikali yake inayoongozwa na katiba ni imara katika ulinzi wa haki za binadamu. Wahamiaji wakiwemo wale wasiokuwa na hati ni lazima watendewe kwa heshima na usalama. Kwa mujibu wake, Afrika Kusini inaendelea kujitolea kulinda haki za kila mtu anayeishi katika ardhi yake, huku akihakikisha usalama wa raia wake. Viongozi wote wawili wameangazia umuhimu wa kudumisha umoja wa Kiafrika na kutafuta suluhisho la amani kwa mvutano wa uhamiaji. Ramaphosa pia ameitaka nchi zisifunge mpaka yake kwa wakongomani, akikumbusha kwamba ubaguzi sio suluhisho la kudumu. Akipokelewa na Judith Suminwa Tuluka, waziri wa kwanza wa DRC, rais wa Afrika Kusini ametoa msaada wa dola milioni 13.5 zilizotolewa na Pretoria ili kuunga mkono juhudi za kupambana na virusi vya Ebola asili ya bundubujo nchini DRC. Cyril Ramaphosa alisisitiza hasa wito wa kusimamisha mapigano katika eneo yanayoathiriwa na vita, akisema kwamba vita vinazuia usafirishaji wa misaada ya kibinadamu na wafanyakazi wa afya. Ni kwa taarifa hiyo ndipo tunalifunga pazia la leo. Asante kwako msikilizaji, hila usitoke hapo mwenzangu. Asante kwako msikilizaji wetu ambaye unaendelea kuifuata matangazo yetu ya siku ya leo, na kwa niaba ya wote uliowasikia katika matangazo haya na wote waliohusika katika maandalizi ya matangazo haya, Thompson Unji Batangalwa William aliyekuwa mwandalizi matangazo yetu ya leo, mimi ni Abel Songo. Hadi wakati mwingine, kwaherini.